Katika kuhakikisha jamii inapata chakula salama chenye ubora na kinachozingatia afya ya mlaji, taasisi ya Mvio Arusha inazidi kuchukua hatua muhimu ya kuunganisha nguvu na wamiliki wa migahawa. Ushirikiano huu unalenga kuimarisha mnyororo wa chakula kuanzia kwa wakulima wanaozalisha kwa kuzingatia kanuni bora hadi kwenye migahawa inayohudumia walaji, wakisogeza mbele mfumo endelevu wa chakula kuanzia shambani hadi mezani. Tunachozingatia zaidi ni afya ya wateja na afya ya mlaji, na kupitia programu ambayo nipo Mvio Arusha, ambao wanatuunganisha na wakulima ambao wanalima vyakula organically ambavyo havina madawa na nini. Kwa hiyo vinatusaidia pia sisi kuwapikia wateja wetu vyakula ambavyo ni salama. Ndio. Ni nani anahakikisha kwamba usalama wa chakula unakuwa unazingatiwa kwa 100% kwenye mgahawa wako? Kwa kweli ni mimi peke yangu ninapitia na ninaangalia kwa undani sana, na huwa lazima sometimes nipitie kufanya testing. Na wazo langu la kuanzisha mgahawa lilikuwa ni kwa ajili ya test yangu mimi mwenyewe, ni passion yangu. Mimi nimefanya kazi pia kwenye mahoteli makubwa. Kwa hiyo nilivyotoka na ile passion yangu ya nini ninachokitaka, sipiki kama vile hoteli kubwa inavyopika, lakini napika kulingana na testi ya moyo wangu na testi ambayo watu wanaifurahia. Kwa hiyo that's my hiyo ndio key point yangu sana kwa wateja wangu. Unapata hizo bidhaa ambazo unahakikisha kwamba ni safi na salama kwa ajili ya wateja wako? Bidhaa hizo nazipata, kuna vikundi mbalimbali ambavyo vimeunganishwa na sisi kuweza kupata kuanzia wakulima. Yule mkulima anamuuzia nani? Kwa hiyo ninajua ni vibanda gani, ni sehemu gani ambayo unapata hivyo vyakula, kwa sababu tunawajua wakulima, na saa nyingine tuna source moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Lakini kwa vile ambavyo vinaisha mapema au saa nyingine vinaishia katikati, basi tunavichukulia kutoka kwa yale magenge ambayo tunajua yako kwenye ile program. Tukizungumzia usalama wa chakula, tunaangalia vyakula ambavyo vimelimwa kiikolojia, ambavyo havina sumu, havina kemikali. Lakini kuna swala zima la uandaaji pia. Swala la uandaaji pia mnalifanya vipi kuhakikisha kwamba chakula kinafika mezani kikiwa salama, kutoka shambani kimelimwa salama, lakini kwenye uandaaji pia? Ni kweli. Na kwenye swala la uandaaji, hapo ndipo wanamchallenge pia hata mteja. Wateja wengine huwa wanakasirika, chakula kimechelewa, chakula kimefanya nini. Lakini mara nyingi tuna vyakula vichache ambavyo vinakuwa prepared earlier, na kuna vile ambavyo vinakuwa prepared immediately ukiwa umeitisha. Kwa hiyo vile vyakula, chakula ambacho kinatoka jikoni ukakipata mezani, that food is very safe, very tasty, na yani ni salama sana kwa afya yako, kwa sababu kula chakula cha moto siku zote, yani saa nyingine unatamani ungeweza kumsevu mteja ukawa na vijiko vidogo vidogo vitakaa mezani akapakulia pale kikiwa moto. Kwa afya yake ni salama sana, na yani I don't know what to explain. Yes, chakula cha moto ni kizuri sana. Vyakula vinavyopatikana kwenye mgahawa wangu ni vyakula hivi vya kawaida, lakini tunazingatia pia vyakula hivi vya asili. Na vyakula vya asili lazima at least kila siku nimeweka chakula kimoja cha asili. Kwa hiyo at least na ensure mteja wangu hakosi chakula cha asili kwa yule anayependa, kwa sababu kuwatoa pia watu kwenye maisha yao ni ngumu sana. Kuwaweka waambie kula tu vyakula vya kiasili inakuwa ngumu, lakini tunapata vyakula vyote kwangu. Tunakuaga na all meals, tuna nyama choma, tuna kuku choma, tuna vyakula vya kawaida, wali, ugali, tuna ugali wa mtama, tuna pork tunayotengeneza vizuri sana kwa staili nyingi, karibu staili 6. Depends na mtu, unakuta mtu mwingine anakuambia meno yangu ni mabaya nini, kwa hiyo unamwandalia namna ambavyo anaipata kwa staili nzuri. Uhitaji wa vyakula vya asili kwa wateja wako ukilinganisha na vyakula vya kisasa ukoje? Ninao watu wengi, na hata watu ambao ni special diets huwa ninawapata. Mtu ana kisukari ana nini, anakuambia ni mimi na sukari, kwa hiyo nahitaji kitu ambacho nitakula. Kwa hiyo watu sangine tunatoa ushauri kabisa, unaweza kula hivi, kwa sababu kitu kama sukari ni ugonjwa uliopo, lakini ni ugonjwa kwa ajili ya staili ya kula. Kwa hiyo
na tuna manage wengi na wako vizuri tu. Wako vizuri kabisa. Una wito gani kwa wamiliki wengine wa migahawa kuhusiana na uwepo wa vyakula vya asili, lakini pia kuzingatia swala zima la usalama wa chakula katika maeneo ya biashara ya chakula? Wito wangu ni kwamba kwenye upande wa afya tusiangalie tu biashara. Tujali afya pia za wateja wetu, na tusiuze tu kwa vile tunauza, lakini tuconsider kwamba mtu anakula kwa ajili ya afya. Kwa hiyo hata mafuta yanayotumika na nini, tusiangalie tu biashara. Tunafanya delivery na tunafanya outside catering kwenye masherehe na nyumbani. Tunafanya delivery kwenye maofisi. Kwa hiyo nina Fine Drop Instagram page ipo. Ni kitu gani hasa kilosukuma Mvi wa Arusha kuingia migahawani? Kimsingi Mvi wa Arusha tunaamini kwenye kilimo ekolojia, kwa maana kilimo ambacho kinatunza mazingira, lakini pia kilimo ambacho kinaepuka matumizi ya kemikali sumu kwenye ardhi, kwa sababu tunajua madhara yake kwa binadamu, lakini pia tunafahamu madhara yake kwa udongo, kwenye udongo. Kwa hiyo kwa kuwa Mvi wa Arusha tunaamini kwenye kilimo ekolojia, pia tunatambua mchango wa wadau mbalimbali ambao wako kwenye huo mnyororo sasa, kuanzia uzalishaji mpaka bidhaa inamfikia mlaji wa mwisho. Na hiyo ndio ikatupelekea sasa kuanza kufanya kazi na wadau wengine nje ya wakulima wadogo ambao tumekuwa nao kwa miaka mingi, lakini tukaona umuhimu wa kufanya kazi na wadau wengine ambao wanachangia kwenye huu mnyororo wa mifumo endelevu ya chakula. Kwa hiyo kwa miaka 3 iliyopita tuliona umuhimu wa kufanya kazi na wadau, kwa mfano waandaaji wa vyakula hawa wanaomiliki migahawa, lakini pia tunafanya kazi na wauzaji wa mazao ya kilimo ekolojia kwenye masoko pamoja na mitaa. Kwa hiyo tuliwachagua baadhi ya wakina mama wanauza mboga na matunda kwenye masoko yetu makubwa ya hapa mjini, Kilombero, Samunge pamoja na soko kuu, lakini pia tulichagua baadhi ya wauza magenge, tumezoea hilo jina, ambao wanauza vibanda au magenge ambao yapo kwenye mitaa mbalimbali, ambao tuliwapa mafunzo kuhusiana na kilimo ekolojia na mifumo endelevu ya chakula, lakini pia tuliwapa mafunzo ya namna kuhakikisha kwamba wanaweza wakazipata hizi bidhaa, lakini kubwa zaidi tuliwaunganisha wadau hawa pamoja na wakulima wetu ambao ni wanachama wa Mvi wa Arusha, ambao kwa miaka mingi zaidi ya 25 tulikuwa tunawafundisha namna ya kuzalisha mazao mbalimbali kwa kutumia mbinu za kilimo ekolojia. Kwa nini mliamua kuingia migahawani kutoka shambani, sokoni, sasa mkaingia migahawani? Tuliamua kuingia mgahawani kwa sababu ya nafasi ya migahawa katika kuhamasisha masuala ya ulaji wa vyakula safi na salama. Tunafahamu kwa mfano hapa Arusha mjini kuna watu wengi ambao wanafanya shughuli zao mbalimbali, haswa kwa nyakati za mchana. Wengi si rahisi kurudi majumbani kwenda kula vyakula majumbani kwao, watu wanatoka mbali. Kwa hiyo kuna kundi kubwa sana la walaji ambalo linaishia kwenye migahawa. Kwa hiyo na sisi tukaiona hiyo ni fursa ya kupenyeza ajenda yetu ya kuhamasisha masuala ya ulaji wa vyakula safi na salama kupitia wadau wa migahawa, kwa sababu tunafahamu wao wana nafasi kubwa sana kwenye kuandaa hivi vyakula ambavyo wananchi wengi wanaofanya kazi katika maeneo ya mijini wanakula. Toka tumeanza kufanya kazi nao watu wa migahawa takriban miaka 4-5 sasa hivi, tumeona mapokeo yamekuwa makubwa sana, haswa kwa upande wao, kwa sababu ya wengi wao pia walikuwa wanapata changamoto ya kutambua ni maeneo gani wanaweza wakapata hizi food material, kwa maana ya mazao au mboga wanazotumia kwa ajili ya kupikia kwenye migahawa yao. Wengi walikuwa tu wanakwenda kwenye masoko, hawajui hii imetoka wapi, lakini kwa kuwaunganisha moja kwa moja sasa na wale wauzaji ambao wako ndani ya miradi tunaoisimamia Mvi wa Arusha, kwa sasa hivi inakuwa ni rahisi kwa wao kutambua ni magenge gani au ni vibanda vipi waende, na wanapoenda kwenye masoko kama Kilombero, Samunge pamoja na soko kuu, pia imekuwa rahisi kwa wao kujua ni akina mama gani wanaweza wakaenda kwa ajili ya kununua mahitaji yao ya kupika kwenye migahawa. Tunatoa wito kwa watu ambao wanaendesha mgahawa, ambao kwa namna moja ama nyingine inawezekana hatujawafikia bado, kwamba swala la usalama wa chakula au afya ya wateja wao iko mikononi mwao. Kwa hiyo tunawapa kama rai kwamba lazima watambue wao kama waandaaji wa vyakula wanabeba dhamana kubwa sana ya afya za walaji,
na tunawahamasisha pia wawe waaminifu, lakini pia wazingatie zile kanuni bora za uandaaji wa vyakula. Lakini bado tunawakaribisha sana kwenye ofisi zetu, ziko hapa Njiro ndani ya viwanja vya 88 na ni nia yetu na matamanio yetu kuwafikia watu wa migahawa mingi zaidi, ili tuweze kusukuma mbele ili gurudumu la kuhakikisha kwamba walaji wanapata vyakula safi na salama. Lengo ni kuja kwanza ninasema waje ofisini, kwa maana lengo ni kuja kuweka mtandao, kwa maana ya kuja kufahamiana zaidi, lakini hata kama hatuwezi kuwafikia kwa mradi wakija pale ofisini, tunaweza pia tukawaelekeza vitu vya kufanya ambavyo tumekuwa tukiwafundisha hao wengine kupitia miradi ambayo tunaitekeleza. Na ndio maana ofisi yetu iko wazi, huwa tunakaribisha wadau mbalimbali, kwa sababu tuna uwezo wa kuwapa maelekezo au tuna uwezo wa kutoa elimu pia hata kupitia kwenye dirisha ambalo linapatikana katika ofisi zetu.